Ikiwa Yesu ni mwana wa Mungu na mwenye uwezo wa mambo yote, kwa nini alihitaji msaada wa malaika? Je, malaika walifanya nini hasa katika maisha ya Yesu? Ikiwa umeendelea kujiuliza maswali haya kwa muda mrefu bila kupata majibu sahihi, basi mpendwa katika Kristo, karibu tena kwenye darasa hili ambalo nimeendelea kukujuza mengi ama kukufunza mengi kuhusu malaika kama watumishi wa siri katika ufalme wa Mungu. Na kipekee katika sehemu ya 4 ya somo hili nimekusudia kukujuza mambo 6 ambayo malaika walifanya katika huduma ya Yesu. Mambo 6 ambayo malaika walifanya katika huduma ya Kristo hapa duniani. Karibu sana katika mafundisho haya na usikose hata dakika moja ambayo yamekusudia kukujuza ama kuainisha 6 things that angels do to Jesus Christ. 6 things that angel do to Jesus Christ. Karibisha na mwingine darasani. Hii ni sauti ya rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Karibu ili tupate kuanza pamoja. Malaika walitangaza kuzaliwa kwa Yesu. Hili ni jambo la kwanza ambalo malaika walilifanya katika maisha na huduma ya Yesu. Je, unajua kwamba malaika walihusika moja kwa moja katika kila hatua ya maisha ya Kristo kabla hata ya ujio wake hapa ulimwenguni? Kabla hata ya ujio wa Yesu, kabla Yesu hajachukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, malaika tayari walikuwa wamehusika katika maandalizi ya ujio wake. Je, unajua kwamba tangazo la ujio wa mwana wa Mungu halikufanywa na mwanadamu bali na malaika? Na uthibitisho wa jambo hili la kwanza ambalo malaika walilifanya katika maisha ya Yesu, yani kutangaza kuzaliwa kwake. Mpendwa katika Kristo, tambua malaika walitangaza kuzaliwa kwa Yesu kwa aina 2. Ndiyo, aina ya kwanza ni kabla ya kuzaliwa kwake. Walitangaza habari ya kuzaliwa kwa Yesu kwa kumshirikisha Bikira Maria na Yusufu mumeo wa kumposa juu ya mpango mkuu wa Mungu kwa wanadamu wa kupata neema ya msamaha wa dhambi kwa kuzaliwa kwake Mwokozi ulimwenguni. Na aina ya pili walioifanya malaika ni kutangaza habari baada ya kuzaliwa kwake Yesu kwa kuwatokea kundi la wachungaji waliokuwa wakilinda mifugo yao wakati wa usiku. Habari hii tunaipata katika Injili ya Luka Mtakatifu, ile sura ya 2 mstari wa 8 na wa 10. Na hili ni jambo la kwanza ambalo malaika walifanya katika maisha ya Yesu hapa ulimwenguni. Jambo la pili, malaika waliabudu na kuimba Yesu alipozaliwa. Ndiyo, malaika waliimba na kuabudu Yesu alipozaliwa. Na ushahidi wa jambo hili walilofanya malaika katika huduma na maisha ya Yesu tunalipata katika Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 14. Je, unafikiri ni kwa nini Yesu alipozaliwa malaika hawakunyamaza kimya? Ndiyo, malaika hawakunyamaza kimya Yesu alipozaliwa. Malaika hawakuweza kunyamaza kimya kwa sababu walielewa kwamba kuzaliwa kwa Yesu lilikuwa ni tukio la kipekee la ukombozi wa wanadamu au ukombozi wa mwanadamu. Yesu hakuwa mtoto wa kawaida, bali alikuwa ni mwana wa Mungu aliyetumwa duniani ili kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi. Malaika walielewa uzito wa tukio hili na hivyo walishangilia kwa sauti kuu. Sababu ya pili iliyowafanya malaika waimbe kwa shangwe ni kushangaa siri ya umwilisho, yaani Mungu aliyekuwa wa milele na wa utukufu alijishusha na kuuchukua mwili wa kibinadamu, jambo ambalo malaika walilitazama kwa mshangao, na hali hii iliwapelekea kusifu na kuabudu. Na hili ni jambo la pili walilolifanya malaika katika utumishi na huduma ya Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni. Malaika walimtumikia Yesu baada ya kuyashinda majaribu. Hili ni jambo la tatu kati ya mambo 6 ambayo malaika waliyafanya katika maisha na huduma ya Yesu. Na uthibitisho ama ushahidi wa jambo hili jema walilolifanya wasaidizi na watumishi hawa wa siri katika ufalme wa Mungu, yani malaika, tunaupata katika Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 4 ule mstari wa 11. Neno la Mungu linaposema, kisha Ibilisi akamwacha na tazama malaika wakaja wakamtumikia. Andiko hili ni ukamilisho wa habari ya Yesu kufunga siku 40 na kuyashinda majaribu. Kwa nini malaika walimtumikia Yesu baada ya Yesu kufunga siku 40 na kujaribiwa na Shetani? Zipo sababu nyingi za watumishi na wasaidizi hawa katika ufalme wa Mungu kufanya hivi. Na moja ni uthibitisho kwamba Yesu ni mkuu kuliko malaika, lakini pili,
ametupa kielelezo kwa kutufundisha kuwa msaada wa Mungu huja baada ya uaminifu katika majaribu. Ndiyo, uaminifu huleta msaada wa Mungu, na hili ni jambo la tatu walilolifanya malaika katika huduma na utumishi wa Yesu hapa ulimwenguni. Jambo la 4. Malaika walimtia Yesu nguvu katika bustani ya Gethsemane. Malaika walimtia Yesu nguvu katika bustani ya Gethsemane. Kama vile malaika wa Mungu walivyokuwa wajumbe na watumishi wakuu kabla na mara baada ya kuzaliwa kwa Yesu, maandiko matakatifu yanatujuza ya kuwa malaika wa Mungu waliendelea kuwa waaminifu wakimtumikia mwana wa Mungu hadi katika nyakati za mwisho za huduma yake. Ndiyo, kabla ya Yesu kusulubiwa msalabani, jambo la 4 walilolifanya malaika katika maisha na huduma ya Kristo tunalipata katika Injili ya Luka mtakatifu, ile sura ya 22 na ule mstari wa 48. Andiko hili linathibitisha ya kuwa malaika walimtia Yesu nguvu ya kuukabili msalaba uliokuwa umewekwa tayari kama mlango wa kuingia wokovu uliokuwa umefunguliwa kwa kila atakayeamini. Kumbuka, malaika walimtia Kristo nguvu baada ya kushinda majaribu nyikani, lakini alipokuwa katika bustani ya Gethsemane, malaika walipeleka msaada katikati ya majaribu. Na jambo hili linatufundisha ya kuwa tunaweza pokea msaada wa Mungu kabla ya jaribu ili kutuandaa kukabiliana nalo, au katikati ya jaribu ili tuweze kuvuka salama, au baada ya majaribu kama kiashiria cha ushindi na udhihirisho wa ahadi za Mungu ya kuwa hata tuacha peke yetu, na tena siku zote yuko pamoja nasi, na tena yu karibu sana na hao wamwitao bila kukoma. Jambo la 5. Malaika walimlinda Yesu utotoni na katika huduma yake. Biblia inafundisha ya kwamba malaika walikuwa na jukumu muhimu katika kumlinda Kristo wakati wa utoto wake na hata katika kipindi cha huduma yake. Na mafundisho haya yanathibitishwa na maandiko matakatifu pamoja na mashahidi wa kiimani, yani wa theolojia, waliotafakari kazi za malaika katika huduma na maisha ya Yesu. 1. Malaika walimlinda Yesu utotoni, na uthibitisho ama ushahidi wa kazi hii njema ya malaika tunaipata katika Injili ya Mathayo mtakatifu, ile sura ya 2 mstari wa 13 hadi mstari wa 15. Katika andiko hili tunaona wazi kazi ya malaika, yani wakimwongoza Yusufu kuokoa maisha ya mtoto Yesu dhidi ya mfalme Herode kwa kumwelekeza kukimbilia katika nchi ya Misri. Ulinzi huu wa kimungu ulifanywa na malaika kwa njia ya ndoto. Si hivyo tu, hata katika Injili hii tena, yani Injili ya Mathayo mtakatifu, ile sura ya 2 mstari wa 19 hadi mstari wa 21, andiko hili linaonyesha tena malaika wakimlinda Yesu alipokuwa mtoto kwa kumtokea tena Yusufu na kumpasha habari ya kurudi tena katika nchi yake pamoja na mtoto baada ya mfalme Herode kufa. 2. Katika huduma ya Yesu hapa duniani, Yesu Kristo alikumbana na changamoto nyingi za kiroho, kimwili na hata za kihisia. Licha ya kuwa ni mwana wa Mungu, Yesu katika hali yake ya kibinadamu alihitaji msaada na faraja ya mbinguni. Na Biblia inaonyesha wazi ya kwamba malaika walihusika kumlinda, kumtumikia na kumpa nguvu katika vipindi vigumu vya huduma yake. Kama vile baada ya kujaribiwa, soma Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 4 na ule mstari wa 11. Katika bustani ya Gethsemane kwa kumtia nguvu, soma Injili ya Luka mtakatifu sura ya 22 na ule mstari wa 43. Na kubwa zaidi ni hili, malaika walikuwa tayari kumtetea Yesu kama angehitaji msaada wao. Soma Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 26 na ule mstari wa 53. Kumbuka, ulinzi wa malaika katika huduma ya Yesu haukuwa wa kubahatisha, bali ulikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu katika kumtunza mkombozi wa ulimwengu hadi atakapolitimiza kusudi. Malaika walitangaza kufufuka kwa Yesu. Malaika walitangaza kufufuka kwa Yesu. Hili ni jambo la 6 na la mwisho ambalo malaika walilifanya katika huduma na maisha ya Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni. Na uthibitisho wa jambo hili, yani malaika kutangaza kufufuka kwa Yesu, tunalipata katika Injili ya Mathayo ile sura ya 28 mstari wa 1 hadi wa 7. Licha ya dini kadhaa kutokiri na kukubali kabisa ya kuwa Yesu si mwanadamu na kupinga ya kuwa Yesu hakusulubiwa
wala kufufuka kutoka katika mauti. Jambo hili la sita walilolifanya malaika linathibitisha ya kuwa Mungu anazo njia nyingi za kutangaza na kuthibitisha habari za mambo yake aliyoyafanya katika maisha ya mwanadamu, na njia mojawapo ni kupitia wajumbe wake hawa wa siri katika ufalme wake mwenyewe, yani malaika. Na hili ni jambo la sita na la mwisho ambalo malaika walilifanya katika huduma na utumishi wa Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni. Endelea kubarikiwa kupitia mafundisho haya ya neno la Mungu ambayo yamekusudia kukujuza yote kuhusu malaika kama watumishi na watendakazi wa siri katika ufalme wa Mungu. Basi ni kukaribishe tena mtu wa Mungu kusikiliza sehemu ya 5 ambayo imekusudia kukujuza mafundisho ya Yesu aliyofundisha kuhusu malaika. The teachings of Jesus Christ about an angel. Je, Yesu katika huduma yake alifundisha nini kuhusu malaika? Hii ni sauti ya rafiki yako katika Kristo Yesu, mchungaji na mwalimu Emmanuel Mganga. Mpaka muda na wasaa mwingine, amani ya Bwana iwe pamoja nawe.